Kwa jina la Yesu. Na ninakuwa Find the mighty name of Jesus. Find the mighty God, Jesus Christ, Holy Ghost, fire in the name of Jesus Christ. Yes, my good people of God, how are you doing? How are you doing, my good people? It's again here, the man of God, mtoto wa Mungu, the upcoming man of God, yule ambaye anajulikana kama Jimmy Official. Nashukuru sana kwa kazi ya Mungu ambayo inaendelea katika maisha yangu, and wakati ambayo mliweza kuona hiyo video ambayo ilipata kama tuko kule mlimani, tulikuwa kwenye kazi zetu za maombi za kila siku, za kila mara, na ya kuomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu iweze kuenea dunia kote kwa ajili yake Mwenyezi Mungu. Wakati huu naongea na nyinyi guys, maombi yetu ambayo tulikuwa tunafanya kule mlimani iliweza kuisha, kwa maana mission ambayo tulikuwa tunafanya ya kuweza kwenda kwake matanga, au ile kifo ambayo iliweza kutupata, kifo yake mtoto wa Mtume Olum. Nashukuru Mungu tuliweza kumaliza vyema, na kwa kupitia Mwenyezi Mungu, uweza wa Mwenyezi Mungu, tunashukuru iliweza kukuwa very successful, and anybody ambaye aliweza kuchip in, may God bless you for that. And guys, what I've come to realize that it's high time sisi ambaye tayari tumeweza kujua kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu mwema na Mungu ambaye ni Mungu muweza, tunapaswa kukuja na kueleza wale ambaye pia bado hawana ufahamu kuhusu huyo Yesu Kristo. Kwa maana kila mara tunahubiri tukisema kwamba Yesu anaweza, Yesu anatenda, bali kuna wengine wetu ambaye hawana ufahamu vyema. Ndiposa niko mahali hapa, na mimi kila mara ambaye nitakuwa nina uwezo wa kupata ufunuo wowote, au kila mara ambaye watumishi wa Mungu, watume wa Mungu wataweza kunieleza kwamba Jimmy, nenda uweze kuhubiri haya au kueleza binadamu hii na hii kuhusu neno la Mungu, mimi nitaweza kuja mahali hapa na kuwaeleza jambo ambalo linatendeka katika Ukristo takatifu wake Yesu Kristo hapa. And guys, it's high time that you should believe in God. That's why kuna wimbo ambao inasema kwamba nijalie unyenyekevu, Bwana wangu, nipe moyo wa zaburi, Bwana wangu, niimbe wimbo za sifa, Bwana wangu, nikuombe siku zote, Bwana wangu. Yes guys, today I'm going to read from the book of, katika kitabu yake Yohana. Bado yesterday tulisoma kuhusu Yohana, na leo tunasoma pia bado kuhusu Yohana, kwa maana kuna yale maneno mazuri ambayo yako pale katika kitabu chake Yohana. Leo tutasoma Yohana wa pili. Yohana wa pili aya yake ya kwanza. First John chapter 1 verse 2. Usiseme kwamba nimeweza kusema Biblia vibaya. Hii ni First John chapter 1 verse 1 to 2, ambaye chapter 1 inasema, nasoma kwa andiko la Kiswahili, ambaye inasema kwamba watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Hiyo ni agano lake takatifu. Mwenyezi Mungu anasema kwamba
tusiwe watu wa kutenda dhambi. Naye tukitenda dhambi tuweze kuomba Mwenyezi Mungu mwenye haki ili aweze kutuachilia dhambi zetu. Wewe ambaye unatazama pale, kuna pengine dhambi ambayo umeweza kutenda katika maisha yako. Wewe ni mtu ambaye umeweza kushikia mtu makosa ambaye aliweza kukutendea. Unajua kwamba kushikia mtu kosa hilo bado ni dhambi. Kwa maana katika Ukristo hakuna mtu ambaye ataweza kuenda juu mbinguni au kuona matendo ya Mwenyezi Mungu katika maisha yake kama bado ameshikia mtu. Hata kwa mhubiri wenyu, pastor wako, yule ambaye anakuhudumia, nenda kwa muulize, there is no way to heaven, or there is no way to success everything you are doing. There is no way you can succeed kama bado uko na ugomvi na mtu. Kama umeweza kukubali kufuata njia yake Yesu Kristo, kufuata njia yake Yesu Kristo na kufanya matendo mazuri, sio matendo maovu kwake Yesu Kristo, lazima ukuwe na ile moyo wa kuachilia. Usiwe mtu wa kushika maneno mabaya. Hata kama mtu wengine wanashika maneno, kama unapata kama pengine mtu aliweza kukosana naye kwa kazi, pengine hata hali ya ndoa, maisha pia kwenye ndoa yako umeweza kukosana hata na mke wako. Na kuambia, in case hata umewahi divorce with somebody, please have a forgiving heart. Make sure you forgive, because in the journey of Christianity, kama bado you are holding some grudges with somebody, there is no way here. Utakuwa unaomba usiku nenda usiku rudi, lakini bado kuna mengi bado hutaweza kuyafikia. So number one key, have a heart of forgiving. Na usikue pia na moyo wa kutenda dhambi. Kila wakati ambao umetenda dhambi, unapaswa kujua na kufahamu na kuelewa ya kwamba hapa nimeweza kutenda dhambi, ewe Mungu wangu nisamee. Kuna huyu ambaye anaitwa David katika Biblia. David, ukisoma the story of David alikuwa anafanya dhambi nyingi sana. Na David was one of the servant of God mwenye alikuwa anatubu kila wakati kwake Yesu Kristo. Wakati akitenda dhambi, make sure umetubu. Kuna wale ambao wanaona kama wale ambao wameokoka hawawezi fanya dhambi. Na kuambia kuna wale waliokoka ma 1990s lakini bado wanaishi katika dhambi. Unapaswa kukuwa na roho ya kutubu. Utubu dhambi yako. Ukiwa umetendea mwenzako mabaya, weza kuomba msamaha na kutubu na kusema kwamba ewe Mwenyezi Mungu, niachilie yale mengi ambayo nina hold in my heart. Please forgive me, because through that many doors will be opened for you. As long as mtu tayari ameweza kukuwa na roho ya urahisi, yani a free heart with you, anaweza communicate, you can do many things together. That's the moment pia milango zako zitaweza kufunguliwa, maombi yako yataweza kujibiwa. Wakati ambayo uko unahitaji, unataka kufanya hii katika kanisa ya Bwana, unapata kama wewe, wakati watu wanafanya jambo, watu wanatoa dhabihu, watu wanatoa sadaka, pengine watu wanamtumikia Mungu kwa njia tofauti, wewe hauna. Kwa nini? Kwa sababu kuna milango ya roho ya mtu ambaye bado imejifunga kwa ajili yako, au wewe bado umefunga roho yako kwa ajili ya kosa ya mwingine. Hapo tunaweza kuelewana that number one, you have to have a forgiving heart. That's number one. Number two, tumesema kwamba you have to repent. You have to have a repenting heart. Make sure repenting is your habit. Make sure saying please forgive me be your habit. Usidharau wale ambayo pengine mtu amekukanyaga mguu, wewe make sure umemwambia forgive me please, pole, sorry. Make sure unasema hivyo, na utaweza kukuwa na amani kwake Yesu Kristo. Tukiendelea kusoma Agano, inaendelea ikisema kwamba aya ya pili inasema naye ndiye kipatanisho. Iliisha ikisema Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na
kwa dhambi za ulimwengu wote. Nahisi kwamba Mwenyezi Mungu haachili dhambi zetu tu, wala ni kwa dhambi za ulimwengu wote. Kama Yesu ako na uwezo wa kusamea the whole world, sasa wewe ni nani ukiomba Mungu msamaha, Jehova Jireh aweze kukunyima? Hakuna. So guys, tumeweza kuelewana that today you have to be somebody who has a forgiving heart, and many things will happen for you. Before I conclude, because tuliweza kumaliza maombi na tumeweza kupata mahali ambayo tunaweza tukapolea kabla tujaweza kuendelea na safari yetu. Sasa nikaona kwamba hii jambo ambayo niko nayo katika moyo wangu niweze nikakuja na nikashare nawe, naye Mwenyezi Mungu aweze kukubariki na kuonekana katika maisha yako. Pale nje kuna watumishi wengi, pia nasi hapa tunahudumia wale ambao wanahudumu katika Ukristo wa Yesu Kristo. Kwa maana Mungu anasema kwamba ukiwa unaona kama kuna mahali unapaswa kusema jambo ili kitu fanyike. Unajua, from the beginning there was a word. Make sure you know that. Note that. From the beginning there was a word. Hallelujah. From the beginning there was a word, and the word was with God. Sasa kila neno ambaye Mwenyezi Mungu anasema, hata wewe kila neno ambaye Mwenyezi Mungu unaweza kunieleza, Jimmy, Mwenyezi Mungu anasema hili na hili. Kwa maana through our heart God speaks a lot. Through our heart, through the spiritual realm of Christianity, God speaks a lot. So through that, make sure umekuwa mjakazi wa Mungu ambaye ako free-hearted to speak with people the way pia mimi nimeamua kwamba nitaweza kueneza injili yake Yesu Kristo. Nitaweza kufanya hili, nitaweza kuambia wale wajakazi wa Mungu kwamba haya na haya ni mazuri. So guys, thank you. We are here today, we spend night, tomorrow we travel again. If God be with us again, I will come back and spread the good word of God. So let us sing this song as we are breaking. Shit. Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Fire, 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 fire fall on me. Fire, 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 fire fall on me. On the day of Pentecost, fire fall on me. As the days of Pentecost, fire fall on me. Fire, 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 fire fall on me. Fire, 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 fire fall on me. As the day of Pentecost, fire fall on me. Ushindwe katika jina la Yesu Kristo. Ni nini ambayo umeweza kunifuata mpaka hapa? Umekuja kufanya nini? Kutoka mlimani. Ushindwe katika jina la Yesu. Wewe mchawi. Ni nini unataka? Unataka nini? Unahitaji nini katika maisha yangu? Ushindwe katika jina la Yesu, pepo mbaya. Wewe ni nani? Mbona unafunika uso? Ushindwe katika jina la Yesu Kristo. Nikurudishe kwa ulevi. Ushindwe, sitaweza kurudi kwa ulevi katika jina la Yesu Kristo. Lazima urudi kwenye dhambi. Ushindwe. Fire in the mighty name of Jesus. Niliweza kusema kwamba Mwenyezi Mungu aweze kuteketeza kila roho za uchawi ambayo iko ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Umeshindwa katika jina la Yesu. Na ninakuwa fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty God, Jesus Christ, Holy Ghost, fire, fire, in the name of Jesus Christ, Holy Ghost, fire, Holy Ghost, fire, fire in the mighty name of Jesus.
Holy Ghost, I command you, the spirit of evil, of witchcraft in you, I command it out in the name of Jesus Christ. Today you are receiving the Father. You are receiving Christ in your life. May you repent every sins that you have been doing in the life of human beings. Katika jina la Yesu Kristo, ninateketeza kila aina ya moyo ambayo inatumika ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Ondoka mahali hapa. Ushindwe katika jina la Yesu Kristo. Repent, receive Christ. Receive Christ. Wacha uchawi wewe mzee. Wacha uchawi wewe mzee. Mzee wewe, wacha uchawi. Na uachane na mimi, usiwahi nifuata katika jina la Yesu Kristo. Ushindwe katika jina la Yesu Kristo. Fire in the mighty name of Jesus. Wewe mzee, ushindwe katika jina la Yesu Kristo. Holy Ghost, fire. Holy Ghost, fire. Holy Ghost. Rudi katika makao yako. Na usiweze kunifuata katika jina la Yesu Kristo. Fire in the mighty name. Holy Ghost. Holy Ghost, fire in the mighty name of Jesus Christ. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana wa mabwana. Unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Asante Bwana Yesu kwa ushindi wako na kwa nguvu zako na kwa roho wako na kuongozo wako ambao umeweza kuniongoza nayo mahali hapa. Jehova Jireh, ninakemea kila aina ya uchawi ambayo inaweza kuwa inafuata maisha yangu. Kila aina ya uchawi ambayo wazazi wangu wanafanya au wanatenda mbele yako Bwana, na siweze kunifuata katika jina la Yesu Kristo. Kila wakati nimeweza kuondoka ili niweze kuhubiri neno lako, ili niweze kwenda mlimani kukuomba. Kila aina ya uchawi na ya magonjwa na ya kusambaratisha kazi yako yasiweze kunifuata katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba nikiamini kwamba guys, huyo mchawi sitaweza tena kukubali aweze kukuja mahali ambaye ninawasamon. Jana aliweza kunisumbua na siku ya leo nimeikemea na ninajua guys, say that God will finally take out or uproot out the spirit inside huyo mzee ili aweze kupokea Mwenyezi Mungu. Next time akiweza kunifuata mimi nitamuombea na aweze kupokea Mwenyezi Mungu na akuwe saved in Jesus name. Kama uko na imani kama yangu, sema amen kwamba huyo mzee hataweza kurudi tena kwa uchawi. Na kwa hayo yote ninashukuru sana kwa wakati wenyu na Mwenyezi Mungu awabariki. Tukienda kulala guys, Mungu akuwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Kila mahali uliko katika jina la Yesu Kristo, Mungu akuwe na wewe. Kila chochote ambayo unafanya, kuna wengine ambao wako kazini, wengine ambao wako nje ya nje, Mungu akuwe nanyi na Mungu akuwe muongozo wenyu. Shalom shalom guys, and make sure that in every part of the video, make sure that as you watch, share the video and share the links to many places ili watu wengine pia waweze kupokea injili ambayo inaendelea katika hapa channel ya Jimmy One Official. Na pia kama hujaweza kusubscribe, wale ambao waliweza kusubscribe, weza kusubscribe. Wacha nikwambie the meaning of kusubscribe. The meaning of subscribing is that ukisubscribe uko na ticket ya kupokea what is happening. Na kama hujaweza kusubscribe, nitakuwa nina upload a video, you won't be seeing anything. Hautakuwa unapata hata notification. So subscribe, click the notification bell so that anytime to may upload a video, you are there to see and to see what is going on. In Jesus name I pray for you now. Acha niombe maombi ya kujumuisha kila mtu kisha tuondoke. Baba yetu aliye juu mbinguni, jina lako liweze kutukuzwa. Ufalme wako uje katika maisha yetu jinsi ambavyo umeweza kufanya hivyo katika maisha ya watu wengine. Wacha roho yako iwe mwongozo wetu. Malaika wako wa mbingu iwe nasi kila wakati na kila mara ambaye tuko mbele yako Jehova Jireh. Kila aina ya uchawi ambayo inafanyika katika
wakati wa kuhubiri neno lako, wakati wa kueneza neno lako takatifu, tunayakemea na tunayakataa. Guza roho ya wale ambao bado hawajaweza kukujua, waweze kukujua na kukufahamu vyema. Katika jina la Yesu Kristo ninasema kwamba linda wale ambao wanatazama mahali hapa, linda roho yao na uweze kujibu maombi ya kila mmoja ambaye ameweza kupokea neno nzuri. Katika jina la Yesu Kristo uweze kuwalinda na usiku wakilala. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Shalom guys.